Wa TBL 24 Media, mashindano yametamatika hapa ya UMISETA kwenye viwanja hivi vya Tabora Boys ama shule za wavulana hapa mkoani Tabora, lakini hapa nipo na katibu wa chama cha soka mkoani Tabora, Awadhi Sabuni. Yeye atakuja kutufahamisha namna ambavyo ameyaona mashindano yalivyokwenda, lakini pia vijana waliopatikana hapa, je, wataenda kuwakilisha vema ya mkoa wa Tabora kitaifa? Yote haya yatakuja kufunguka zaidi. Kwanza ongera kwa kile ambacho kimeonekana kama mkoa, support yako ikiwa inaonekana kwa uzuri kabisa. Kwanza ni washukuru waandaaji wa mashindano, ofisi ya kwa mkoa kupitia kitengo cha katibu tawala mkoa, ofisi ya elimu RIO manake afisa elimu mkoa, afisa michezo mkoa na waandamizi wote ambao wapo kwenye ofisi ya mkoa. Kiukweli wamepambana, wameandaa mashindano, yameenda vyema. Mimi nilikuwepo kwenye hivi viwanja kwa siku zote za mashindano, hususan kwenye eneo langu kama katibu wa chama cha soka. Nimetembea, nimeangalia, bahati nzuri tulikuwa tunafanya scouting kusaidia kuitengeneza timu ambayo itakwenda Iringa kutuwakilisha vizuri. Na timu ipo, timu ni nzuri kabisa. Vipaji vipo vya kutosha na ukiangalia kila mwaka kuna mabadiliko makubwa. Sasa hivi kwenye mkoa wetu kuna kitu ambacho amekianzisha rasi katibu tawala mkoa, cha mashindano yanapofanyika wanatafuta vipaji na vipaji vile tunawasaidia sisi chama, halafu wale the best wanapelekwa kwenye shule kadha. Kwa mfano huyu bingwa aliotoka kumfunga Manispaa hapa kwa penalti analea watoto wa football wale talented ambao wanatokana na UMISETA. Kwa hiyo baada ya mashindano ya UMISETA na Mitashumta, wale the best players waliokuwa selected na coaches wanachukuliwa wanapelekwa pale Urambo, lakini pia kwenye football wasichana wanapelekwa pale Ziba. Sasa baada ya mkoa kuanzisha, tumeona na halmashauri na zenyewe wilaya zimeiga ule mtindo. Hiki ni kitu kizuri kwa sababu kinapelekea development of football katika eneo letu. Utaona kwenye baadhi ya shule kule Kaliua kuna shule na yenyewe imejitoa moja kwa moja na lea football wasichana peke yake. Kwa hiyo muda wote mwalimu ana trainer na wale watoto. Lakini pale Nzega DC kuna mwalimu Hamisi Msafiri naye analea watoto. Pale Urambo pia utamwona mwalimu Medad Raymond Mlope naye amekaa analea watoto. Huyu alikadhalika. Ukija Manispaa shule ya Unyanyembe imesajili kabisa ni shule ya michezo. Na wenyewe wanatumia hii platform kuchukua vile vipaji kuvipeleka pale. Kwa hiyo naweza kusema baada ya mkoa kuanzisha na shule na halmashauri kupitia shule zao na wenyewe wameanzisha, ni kitu kizuri kwa sababu ili ufanye vizuri inahitaji uwekezaji. Ili ufanye vizuri lazima uwekezaji. Hauwezi ukatoka umelala mkafanya yale mashindano ya madarasa tu ikapita alafu baadaye mkapata timu yetu ya mkoa mkaenda mkashindana kwenye kule alafu mkapata matokeo. Ni ngumu. Ni lazima mtoto akuzwe kwa misingi sahihi ya soka. Na ndipo anaweza kwenda kuproduce kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo mimi naweza kusema nimpongeze katibu tawala, lakini napongeze pia maafisa elimu kule kwenye halmashauri zao ambao wameanzisha hii kitu. Na tunawaomba waendelee kuanzisha. Sisi kama chama tutapita kutembelea na kusupport kutoka vifaa. Sisi hatumiliki vilabu, hatumiliki vituo, lakini kwenye moja ya malengo yetu ya mwaka huu wa fedha ambao tunaenda kuanza ni kuanzisha vituo rasmi kwenye kila halmashauri, kuvisajili na kuvikabidhi kwenye FA kule, lakini pia na kupeleka vifaa vya michezo kule. Sasa tutasaidia vile ambavyo tayari vimeshaanzishwa na vimesajiliwa, tutatoa kipaumbele sana kutoa vifaa na kufanya monitoring ya walimu wa kile ambacho wanakifundisha. Kwa sababu pia kwenye malengo yetu tuna mpango wa kuwapeleka shule. Kwa hiyo mwalimu atakokuwa anafanya the best, tutakuwa tunamupgrade kuendelea kuongeza ujuzi. Sasa utajikuta yatakapokuja mashindano kama haya, mbali na sisi kama taarifa kwa na mashindano yetu, yatakapokuwa mashindano kama haya UMISETA, utaona zile center ndio zinakuja kufanya competition hapa. Kwa hiyo sasa mimi kama katibu kwa niaba ya chama nitakuwa naangalia ni center ipi yenye mwalimu yupi ambayo imefanya vizuri. Mwisho wa siku tuna produce the best kwa mkoa pamoja na taifa kwa ujumla. Tutakuwa na wachezaji kama kina Ali Mayai, kina Wilfred Kidau na wengine wote ambao wametoka kwenye mkoa wa baadaye. Yes, kwa namna ambavyo umeyashuhudia mashindano na kile ambacho amekidadavua kwa uzuri, bila shaka vijana bado wapo ambao wapo chini ya miaka 18, 17, wavulana na wasichana pia. Bila shaka malengo makubwa zaidi ni kulisha hizi timu za taifa. Tumetoka kushuhudia pia Serengeti Boys chini ya miaka 17
wakifanya vizuri. Yupo bwana mdogo pia alitokea hapa Tabora kwenye pita zake. Bila shaka na malengo hayo ni yapo zaidi kuhakikisha walau mkoa wa Tabora na wenyewe unakuwa kwenye miongoni mwa mikoa ambayo imetoa wachezaji ambao wanaenda kuwakilisha taifa. Sio yeye tu, yupo huyo kijana Sahel alitokea kwenye UMISETA. Cheza UMISETA. Of course kitu ambacho kile amecheza kwenye malezi, kwenye timu zile za mtaani center, chipukizi, basi sisi tukamwona kwenye UMISETA, akaingia kwenye UMISETA akacheza vizuri kijana. Baadaye club ya Tabora United ikamuona ikamchukua, lakini baadaye akaenda kucheza under 17 ya national team. Kafanya vizuri, sasa yuko Young African na train. Kwa hiyo hicho ndio tunachotaka kukiona. Na sio yeye. Wapo wachezaji wa football K ambao wanatokea Ziba Sekondari. Wamefanya vizuri na wako kwenye national team kwenye level hizo kuanzia under 17. Sasa tukiangalia kwenye mashindano yao UMISETA na UMITASHUMTA yana vigezo vya umri. UMITASHUMTA ni chini ya miaka 14. UMISETA chini ya miaka 21. Sisi kule kwenye chama tunachezea under 15, under 17 na under 20. Ukiangalia hiyo unaiona full package kwamba tumegusa maeneo yote. Na tutakuwa strict, wala hatuwezi kuyumbishwa kwamba si wale tulienda kwenye mabingwa mikoa tukamkuta si wenzetu wale wamebeba wakubwa. Sisi mkoa tunataka nini? Sisi tutachezesha under 20. Lengo ni kuzalisha wachezaji wengine, wakina Mfoi wengine, wakina Misibingwa wengine, wakina nani wengine, waje wazilishe hizi timu. Na sio kufoji. Hatutaki. Soka lina utaratibu wake, soka lina msingi wake. Na kwa bahati nzuri mimi mwenyewe ni coach, kwa nafahamu hatuwezi kuruka stage. Hatuwezi. Ndio maana sasa hivi tuna timu ambazo zinatuwakilisha Rhino Rangers, tunayo hapo Mbeya Kwanza. Lakini ukiangalia at least Rhino Rangers kuna watoto wa Tabora unaona wapo pale. Lakini Mbeya Kwanza pale hauwaoni. Na si kwamba hauwaoni kwa sababu labda wamebaguliwa. Nani anaenda kucheza? Na yule ni mwekezaji anahitaji timu yake ifanye vizuri. Sasa tunatamani watoto wote wafikie kwenye level hizo. Tunapokuwa na timu hizi zinazowakilisha kimkoa, kitaifa, basi watoto wengi, asilimia kubwa watoke hapa. Iwe rahisi katika kuendeshaji na iwe rahisi kupambania mkoa, na ndio sifa ya kukua kwa soka la mkoa. Sawa, katibu, nataka nifahamu pia na hili. Vijana wameshinda, bila shaka machaguzi yatafanyika kuhakikisha wanapata timu ambayo itaenda kuwakilisha mkoa wa Tabora kama ulivyosema Iringa. Mwaka jana hawakufanya vizuri zaidi. Pengine kwa muono wako na vipaji ambavyo umeviona kwa mwaka huu, unaona kuna namna ambavyo bendera ya Tabora inaweza kupeperushwa vema kwenye mashindano ya kitaifa zaidi? Kwenye eneo langu la soka sina wasiwasi. Tumefanya selection, tumewashauri vizuri, bahati nzuri Rasi anapokea ushauri. Na yeye ndo alituomba sisi kama chama tusaidie kwenye scout pamoja na walimu waliokuja na timu, na sisi tuwe na jicho letu ili kuhakikisha kwamba tunaandaa timu nzuri. Timu ni nzuri sana. Vijana wanajituma, nafikiri umeshuhudia wako vizuri, na walimu ni wapongezi, wamezitrain vizuri timu. Na ndio maana unaona huyu ambaye alikuwa anakaa na watoto muda wote kaja kupata challenge, kaja kushinda kwenye penalti. Maana yake na hawa wengine wamewekeza. Kwa hiyo ni matumaini yangu watoto hawa, of course kambi yao sina mashaka sana kama ina muda mrefu. Hatutaraji sana kambi hiyo kuwa kama ni product kwa ajili ya kumwandaa mtoto, isipokuwa ni sehemu tu ya kuwakusanya waelewane basi. Kwa hiyo tunaamini kwa sababu wako mjini na chama kipo mjini, tutaendelea kuwasaidia kuwatafutia timu za kirafiki kabla hawajaenda, wakati wanaunganisha ile timu. Sisi tumesema tutakuwa walezi wa hizi timu mpaka watakapofika kule. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanarudi na kombe hapa la football. Sawa, ombi lako ni lipi kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa hawa vijana ambao wameonekana na support yao ambao wameitoa na wanazidi kuitoa pia? TFF wana mwongozo wao kupitia kurugenzi ya ufundi, na mashindano yanapoenda kule wapo watu wa idara ile ya ufundi, na sisi pia hapa tuna ambao tutakaoagiza waende kupata exposure. Wanachokifanya, wameanzisha center. Kuna center iko Tanga na center iko Dar es Salaam. Wanachukuliwa vijana wale waliofanya the best wanapelekwa Tanga. Ndio maana leo tumeona under 17 imefika pale. Ni kwa sababu ya kuilea kwenye misingi hiyo. Wametokea wapi? Platform ya kitaifa sasa hizi ya kupata mashindano yetu tunayoyatumia sio mashindano yatakaye kupa output nzuri ya moja kwa moja ukasema huyu ni mchezaji. Kwa hiyo lazima ujiingize kwenye mashindano mengine uangalie. Coaches wanapokaa pale wanaona kabisa huyu ni mchezaji, tukikaa naye kwa umri wake atakuwa product baadaye. Kwa hiyo waendelee na mfumo huo wa kuwalea, wa kuwa scout, na sisi huku mikoani makatibu wa vyama pamoja na idara zao tuendelee kusimamia maendeleo ya soka kwenye maeneo yetu ili tuisaidie TFF na taifa kwa ujumla. Baadaye kama ambavyo malengo yenye wizara na serikali wana malengo kuhakikisha kwamba kombe la dunia linalofuata tuwemo, basi haliwezi kupatikana kama sisi hatufanyi kazi huku mikoani.
Kwa hiyo rai yangu ni viongozi wa vyama vya michezo kuanzia chini wilaya watimize majukumu yao yaliyoweka madarakani, na sisi wa mkoani tufanye majukumu yetu ipasavyo. Moja kwa moja utaona kuna linki pamoja na TFF na serikali kwa ujumla. Sawa, tumalize na hili. Wito wako ni upi kwa wazazi ambao wamewatoa vijana wao wamecheza kuonyesha kila walichonacho? Niendelee kuwapongeza wazazi ambao wanathamini vipaji vya watoto wao. Sasa hivi mpira ni ajira. Unaona wachezaji wengi wanalipwa kiasi kikubwa tu cha fedha kuliko hata mwajiriwa alioajiriwa serikalini. Kwa hiyo waendelee hivyo, walimu wapo wa kuendelea kwa train. Tunaamini ile itawalipa. Kwa hiyo na wale ambao wanawaficha basi wawatoe. Bahati nzuri sasa tuna soka maalum, lakini hapa Tabora tuna timu yetu ya Unyanyembe ya soka ya walemavu. Kwa hiyo wote hao usijifiche. Sasa mtoe mtoto asijifiche, ili kusudi mtoto aonyeshe kipaji chake na mwisho wa siku itamlipa. Tunaamini itamlipa. Dunia iliyokuwepo sasa hizi kipaji ndio dili kuliko kitu kingine chochote. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotions.